Bwana karibu sana kwenye Credit Info Fireside Chat. Mimi naitwa Masud Kipanyi. Hii ndio sehemu ambayo wanakutana na wageni, tunazungumza mambo mbalimbali tukiwa tunaota moto wa kidijitali. Leo studio niko na ndugu yangu Edson Guyai, ni mkurugenzi idara ya uzalishaji vitambulisho kutoka NIDA. NIDA ni mamlaka ya vitambulisho vya taifa. Karibu sana. Asante sana. Mambo yanakwenda vizuri? Yanakwenda vizuri kabisa. Pilika? Upo vizuri. Tuanze na tukoje sasa hivi kwenye vitambulisho kwanza, kwa sababu kuna wakati tulikuwa tunakwenda malalamiko yalikuwa mengi, huyu hajapata, huyu ana namba, huyu tuko vipi sasa hivi? Asante sana Masud, kwa swali lako zuri. Kwa upande wa NIDA ni kweli zamani kwa kuna changamoto kidogo kwenye uwezo upatikanaji wa namba pamoja na vitambulisho. Lakini tunashukuru serikali ya awamu ya 6 ilituwezesha kupata fedha za kuweza kukamilisha na kutatua changamoto zote ambazo zilikuwepo. Kwa mpaka tunapoongea sasa hivi tumefanikiwa kusajili watu karibia ni milioni 25. Ambao ni sawasawa na asilimia zaidi ya 80 ya lengo ya watu wazima, kwa sababu usajili wetu tunafanya usajili wa watu miaka 14 na kuendelea. Na kuendelea, yes. Kwa mujibu wa sensa ya 2022 na watu takriban milioni 30 na moja. Kwa unaona kwa ukichukua hiyo takwimu tumeweza kusajili asilimia 80 ya watu wote ambao wana sifa. Na ikumbuke Masudi, tunasajili watu aina 3. Tunasajili wageni wa kazi, tunasajili raia pamoja na wakimbizi. Kwa magrupu yote hayo yapo kwenye mandate ya NIDA kuhudumia. Lakini mbali na hayo pia tumefanikiwa kutoa namba kwa watu takriban milioni 21 na kutoa vitambulisho kwa watu wote wenye sifa. Na kwa sasa hivi mwananchi akisajiliwa ndani ya siku 14 anaweza kupata kitambulisho chake. Kwa hiyo maana yale malalamiko yaliyokuwa mwanzoni yote yashapatiwa ufumbuzi, na sasa hivi hatuna changamoto yoyote ya kutoa namba wala kitambulisho cha taifa. Na kwenye upande wa uchukuaji sasa wa vitambulisho tumefanikiwa kugawa vitambulisho kwa wananchi milioni 19. Na kama milioni 1 na pointi bado wananchi bado hajachukua. Kwa hiyo nadhani tutumie pia hii platform kuweza kuhamasisha na kuwakumbusha wananchi waende kwenye serikali za mitaa na vijiji kuchukua vitambulisho vyao. Kwa status kwenye upande wa vitambulisho upo hivyo. Lakini pia kwa ajili tu ya uelewa, na umesema hichi kipindi cha kidijitali, kwa upande wa NIDA hizo taarifa ambazo tunasajili tunazikusanya na kuzihifadhi kwenye kituo kikubwa cha data center, ambacho kituo hicho kinahifadhi taarifa, kinachakata na kuhifadhi taarifa za watu kwa usalama mkubwa. Lengo ni nini? Kwamba serikali ilivyoamua kuanzisha NIDA ilianzisha kwa majukumu makubwa matatu. La kwanza, kuhakikisha wananchi wote wanaokaa hapa nchini wanatambuliwa, kwa maana ya identification. Lengo la pili, kujenga mfumo wa kidijitali ambao utatoa namna ya kuweza watu wa huduma mbalimbali kuweza kutumia mfumo wa kidijitali kumtambua mtu. Kwa Kiingereza tunasema verified ID. Na katika nchini kwetu hakukuwa na uwezo wa kuverify IDs. Unaona zamani watu walikuwa na vitambulisho mbalimbali, lakini ulikuwa mtu wa huduma hawezi kudhibitisha kwamba hii ID ni halali. Lakini kwa upande wa NIDA, moja ya msingi wa NIDA ni kuwa na hiyo verifiable ID, kitambulisho ambacho kitaweza kuhakikiwa na mtu wa huduma kabla hajamhudumia mwananchi. Sasa kwa nini inafanyika verification hiyo? Verification inafanyika kwa kuwa na huo mfumo imara na data center ambazo zinawezesha sasa taasisi mbalimbali kuweza kuunganishwa na pia kupata huduma. Sababu lengo kubwa hapa ni kuweza kusolve mambo mbalimbali kama nchi. Ya kwanza, kuweza kusolve mambo ya kiuchumi. Kwamba umpe mtu mwananchi document ambapo akienda ardhi wamtambue, mpe hati. Akienda kwenye biashara afungue kampuni, apewe leseni. Akienda kwenye fedha, kwenye huduma za kifedha, aende benki afungue account kwa kutambuliwa, apate account. Akienda kwenye simu asajili line yake ya simu kwa majina yake na utambulisho wake. Kwa sasa ukiangalia uwepo wa NIDA umeenda kusolve masuala mengi sana ambapo awali yalikuwa ni changamoto kama taifa. Kwa unapozungumzia sasa hivi digital economy, hauwezi kuacha kutaja NIDA, sababu ndio foundation ya digital economy. Lazima mambo ya e-commerce haiwezi kwenda bila kuwa na utambulisho, kwa sababu bila kuwa na NIDA utajikuta kwamba utapeli wa mtandaoni, mtu analetoa bidhaa, ananunua bidhaa aletewi, lakini uwepo wa NIDA na maana yule utapeli ambao unahusia kwenye mambo ya e-commerce hautakuepo.
hiyo kama sema NIDA inaenda kustimulate sasa issue ya digital economy. Okay. Lakini pia licha hivyo inaenda kufanya mambo ya inclusion. Sasa hivi tumeunganisha NIDA na taasisi zaidi ya 120. Okay. Sasa lengo nini? Kwamba banks zote zimeunganishwa na NIDA. Telecoms zote, BELA, TRA, kwamba sasa hivi mwananchi akienda kwenye huduma haulizwi tena vitu vingi. Naomba National ID. Ukitoa National ID, taarifa zinazotwa NIDA zote kama zilivyo, mwananchi anapewa huduma. Kwa huduma serikalini imeboreshwa kwa sababu NIDA ipo. Kwa sasa NIDA kwa wadau wamekuwa kipima NIDA kwenye kutoa vitambulisho, lakini NIDA ni zaidi ya kutoa kitambulisho. Imejenga mfumo wa utambuzi ambao umeenda sasa kusolve matatizo mbalimbali. Tunaposema issue ya financial inclusion, lazima NIDA uhitaji jumuishi wa fedha. Yes. Lazima uhitaji NIDA kwa sababu NIDA ndio inatoa access to financial inclusion. Kwamba bila kuwa na document huwezi kufungua account. Kwa wananchi bahati nzuri vitambulisho ni bure. Yeah. Kwenye hapa nitatamani sana tutarudi tuje tukae sana hapo kwenye hiyo integration ambayo unaizungumzia. Namna ambavyo NIDA imekusanya vitu vingi imeviingiza pamoja. Ni kweli unaweza kuwa huelewi, lakini nadhani nitatamani sana uje uifafanue. Kwenye naona mna kazi kubwa sana kwenye kwa sababu kila siku kuna mtoto anatoka kwenye utoto anakwenda kwenye anakuwa mtu mzima. Yes. Manake kuna utoto, kuna teenage hapo katikati, alafu kuna huko juu sasa kwenye utu uzima ambao mtoko 18. Hivi tuna takwimu za ambazo zinaendana na sensa ambazo tumefanya. Yeah. Of course kuona namna ambavyo ni kundi kubwa kiasi gani linavuka kila siku kuingia miaka 18. Yaani linakuwa liko eligible kupata kitambulisho. Na uona mzigo ambao hauishi. Yes, ni kweli kwamba sheria ambayo tunayo ni sheria ya muda mrefu kidogo. Ni sheria ya mwaka 1986. Kwa hiyo mawazo ya awali yalikuwa yamelalia kwenye upande wa security. Okay. Lakini sasa hivi dunia imebadilika. Kitambulisho si tu kwa ajili ya usalama. Kitambulisho kimekuwa ni kifaa muhimu au tool muhimu kwa ajili ya maendeleo ya kijamii, uchumi hata na kisiasa. Sasa kutokana na hayo mahitaji, ukiangalia kwenye projection za watu wanaotani 18 kila mwaka, ni kati ya watu 1.2 mpaka 1.5. Okay. Naanza pia kutoka chini kwenye watu wanaoenroll darasa la kwanza wanaingia ni hiyo takwimu. Kwamba kila mwaka karibia watu 1.5 wanafika miaka 18. Sasa kama serikali tumejipangaje? Kama nilivyosema awali, sheria tulionayo imepitwa na wakati. Tulikuwa tumeanza mchakato wa kufanya maboresho ya sheria ili sasa tuanze tushushe umri mpaka 0. Kama mtoto anapozaliwa tu apewe cheti cha kuzaliwa, lakini hapo apewe kitambulisho cha taifa. Sasa ngoja kwanza hapo Edson. Yes. Kwa wenzetu wakoje kwenye kitambulisho cha taifa? Yeah. Kwa mfano kwa Kenya wanafanyaje, Uganda, hizi nchi zinazozunguka wao wanafanya vipi? Kwa wenzetu kiangalia au nao 18. Yaani katika kwenye kitambulisho kuna level mbalimbali. Ndio. Kuna wengine ID zao wanaanza 16. Okay. Wengine 17. Wengine 18. Wengine 0. Kwa ukiangalia kwa East Africa, kuna ambaye anafanya 0? Yes, East Africa. Kwa East Africa hapana. Anafanya 0 kwa sasa hivi tuna Ghana. Lakini pia tuna India. Wanafanya 0 na kuendelea. Kwa East Africa kichukua Kenya miaka 18. Wanatoa ID kwa mtu wa miaka 18. Ukichukua Rwanda, ukichukua Uganda bado wapo kwenye hiyo nani. Lakini sasa hivi tunapata pressure kutoka kwenye jamii. Kuna sasa hivi unasema 18 ndio wapate kitambulisho. Maana yake nini? Kwamba 18 ndio wapate leseni ya udereva. 18 ndio wafungue account. Sasa reality iko kwenye ground. Kuna bodaboda. Ana miaka 18 wanaendesha bodaboda. Sasa akija kupata huduma anambia wewe ujifikisha 18. Lakini mtaani anaendesha bodaboda, anachimba mchanga, anafanya shughuli zote za kumuingizia kipato. Lakini ukija sasa huko kwenye upande wa serikali anambia wewe bado una document ya kutambulisha popote. Na hapo ndo tatizo la mfumo fedha jumuishi linapoingia. Yes. Pia kwa maana kwamba kuna kundi kubwa tunaliacha nje kwa sababu alikidhi. Sasa ukiangalia sera ya financial inclusion ya Tanzania, wanatambua mtu anayeingiza kipato kuanzia miaka 16. Aha. Kwa sera ya financial inclusion inamtambua
kwamba miaka 16 sasa kama zinakinzana. Kwa hiyo ukiangalia sera ya fedha jumuishi inakinzana na hitaji la National ID. Pia kama unakumbuka Masudi mwaka jana tulipitisha sera ya bima ya afya kwa wote. Hii serikali ni moja. Ndio. Sasa kama bima ya afya kwa wote, ina maana watu wote watakuwa na bima ya afya. Hadi watoto. Serikali inaenda kutoa tena bima ya afya, kitambulisho bima ya afya kwa watu wote. Hiyo ni gharama mara mbili. Okay. Inakuwa gharama mara mbili kwamba mtu mmoja ana vitambulisho viwili. Ana National ID na bima ya afya kwa wote. Sasa kama serikali tayari mpaka sasa hivi ukiangalia wanafunzi wa vyuo hawapewi bima ya afya. Kadi. Wanatumia National ID kama bima ya afya. Kwani katika wale ambao umetaja ile mifumo ambayo tumeanza kuiingiza ni pamoja na bima? Yes. Haiwezekani. Ni kweli? Pamoja na bima. Kwa maana ya kwamba mtu akitoa kitambulisho chake cha taifa anatibiwa. Lakini anachekiwa. Lazima kwenye kompyuta kwa sababu anaweza asiwe na bima. Yes. Lazima verify kwa sababu bima ni huduma. Sio watu wote wenye kitambulisho na bima. Kwa lazima ndio kwenye mfumo wa kidijitali hatutaki tumtolee mtu huduma kwa kumwangalia kwa macho na kuangalia kitambulisho. Lazima ukaverify. Ukaverify, yes. Yes. Kwa sasa ile swala lako la kwamba watoto wadogo mnafanyaje? Kwa kama nchi tulianza mchakato sasa wa kufanya maboresho hayo kwamba tushushe umri mpaka 0. Kama ndio mwaka jana mwezi wa 12 ikaja tamko la serikali kwamba taasisi mbili hizi kwa maana RITA na NIDA naunganishwa. Kuunganishwa kwa maana gani? Kwa taasisi moja. Wacha. Yes. Kwa sasa hivi tunakwenda huko. Tupo kwenye mchakato huo. Okay. Kwa maana hiyo process kamilika, sheria ambayo inaenda kuunda hiyo taasisi mpya itatambua pia hayo masuala ya kwamba mtoto mdogo pia atakuwa pewe kitambulisho. Kwa hiyo itasolve issue ya financial inclusion, itasolve issue ya bima afya kwa wote. Sasa Edson, kwa sababu kwenye passport. Yes. Nimeona kwenye passport mimi watoto wadogo kabisa wanapata passport, lakini kwa sababu ya kubadilika kwao kila baada ya muda nadhani kuna takwa la kiutaratibu kama si la kikanuni au kisheria ambalo lazima iende ile passport ikabadilishwe kama sikosei. Kwenye vitambulisho tutafanyaje? Hatutoingia gharama. Kwa vitambulisho tumejipanga kwamba mtoto akisajiliwa akiwa na umri anapozaliwa pale. Baada ya miaka 5 kwenda shuleni. Pale pia tunatakiwa tuchukue data zake hapo tumezi-update. Pamoja ya sababu sisi tunachukua fingerprint na biometric fingerprint na macho. Lengo lake nini? Kwamba tuweze kumtambua mtu mwenyewe. Yaani Masudi kukutambua wewe kama Masudi, utakiwa tuambie. Mwambie leta namba yako hapa, weka fingerprint. Hivi fingerprint ya mtoto wa miezi miwili. Akija akawa na miaka 18. Ni ile. Fingerprint kwa teknolojia inabadilika. Kuchukua mtoto mdogo, fingerprint inabadilika. Ndio maana kwa tulivyojipanga kwamba kuanzia mwaka 0 mpaka 5 bado ile pattern za fingerprint iko pale pale. Hajakoma. Okay. Na mpaka sasa hivi duniani sisi tunafanya utafiti kidogo. Na bahati nzuri tumefanikiwa kutembea kuna kuangalia teknolojia. Hakuna teknolojia ya kuchukua fingerprint za mtoto mdogo kuanzia 0 mpaka 5. Hazichukuliki kwa sababu zina change haraka sana. Kwa hiyo maana kwa mtoto mdogo tutamuunganisha kitambulisho chake na kitambulisho cha mama. Okay. Akienda shule na tunafanya mpango wa kuunganisha na mifumo ya shule ambapo akisajiliwa pale shuleni pale achukua na fingerprint. Kwa zile fingerprint ambapo mtoto kwa research miaka 6 zinachukulika. Miaka 6 zinachukulika, lakini ikifika miaka 16 17 ndio zinakuwa stable kabisa as change. Kwa mtoto atasajiliwa kwa mwaka 0, akija shule ya msingi atasajiliwa tena. Ataupdate taarifa zake pamoja na fingerprint. Akifikisha miaka 16 ile ya kuingia kwenye financial inclusion atalazimika kisheria kuja sasa kuupdate, kuchukua fingerprint na picha ambayo atatumia kwa muda mrefu. Pale haibadiliki tena. Haibadiliki sana. Kuanzia 16. Kwa 16 inakuwa stable. Fingerprint has change kabisa na unaweza kuverify muda wote. Mimi niwape hongera kwanza kwa sababu ya nashukuru sana. Nakumbuka kuna wakati hizi vitambulisho vyote vilikuwa vina muda. Yes. Lakini mkaliona hilo. Ndio. Mkaondoa ukomo. Yes. Ndio? Ndio. Imekuwa ni jambo zuri sana. Na sasa nipitishe kwenye
yale maeneo ambayo umesema yamekuwa yameingizwa ndani ya NIDA. Kwa maana ya kwamba unafika sasa huulizwi kitu fulani, taarifa zako zinapatikana kwenye NIDA. Ni umesema mangapi? Tumeunganisha taasisi 120, zaidi ya 120. Acha bana. Yes. Na tunaposema tunaondokana na utitiri wa vitambulisho. Concept hapa sio kuchukua taarifa zote za watu wote weke kwenye ID moja. Tunazungumzia hapa system integration. Kwamba mifumo ya kiserikali isomane na itumie namba moja kumtambulisha mtu. Common identifier. Kwamba Masudi ukitoka hapa ukiuliza hati ya Masudi, atuulizi hati ya Masudi kwa hati namba wala kwa jina. Tunaambia tunataka hati ya mtu mwenye namba hii. Lakini tunaenda pazuri kwa sababu nimeona BRELA na TIN. Yes, sipo integrated. Sasa siku moja nikasema jamaa wamenichanganya nini? Maana naona TIN ya kampuni na namba ya usajili ya BRELA ni moja. Yes. Kwa hiyo tukisema wewe kuhusu kuziweka pamoja, maana yake ni kwamba mifumo taarifa zipo huko katika hizo taasisi nyingine. Ila kile kitambulisho cha NIDA namba yake ikiingizwa inakwenda kuchukua kule. Yes. Kwa badala ya nani, mfano mimi na national ID na nataka nimekuja test driving na kila kitu nimepasi. Ndio. Utakina unipe kadi nyingine kwamba hii ni kadi yako ya dereva. Wewe fanya hivi, ID hii ID sasa hivi inaruhusiwa kuendesha gari. Lakini hapo bado hatujaanza. Ya leseni kwa sasa hivi tupo kwenye hatua za mwisho kwa ajili ya kukamilisha hizo integrations hizo. Ili sasa mwananchi anapoenda umesahau nani leseni yako. Traffic akiwa na kile kiposi una ID namba yako, akiingiza pale anajua. Kwanza sasa hivi iko tayari kwa sababu kuna mtu mmoja alikamatwa aliambiwa atoe aonyeshe ID nani NIDA yake. Kule sasa ndo tutajua kama ana leseni tutajua. Yes. Kama hana tutajua. Kama mifumo inasomana. Kwa hiyo ukiona kuna kubeba kadi nyingi, ina maana kuna shida, sio kadi. Shida huko mifumo haisomani. Technologically tukoje? Kwa maana ya kwamba maana yake najua tunakwenda speed ya wenzetu. Ndio. Tumejiandaa vipi kiteknolojia? Yaani kama nchi tuna madude, maana yake tukivamiwa mifumo yetu ikivamiwa tumekuisha. Kweli. Tukoje kwenye ulinzi na kila kitu? Kama nchi ukiangalia kwa historia. Bahati mbaya Masudi kwamba Tanzania huwa hatujisifii. Mara nyingi sana watu tunajishusha na kuonekana kwamba vitu mimi nawalaumu nyinyi kwa sababu nyinyi hamjui kujibrand bana. Sekta ya umma haijibrand kusema kweli. Hii inawabebesha lawama. Sekta binafsi inajibrand. Inaweza kuwa inafanya kitu kidogo lakini kiamplify. Mimi nimeshakutana na watu kadhaa, makatibu wakuu akikwambia project ambazo wanazifanya kwa mfano kwenye eneo la vijana. Sasa mbona hamwambii watu hawajui? Ukiangalia kwa mfano kwa Afrika, katika nchi ambazo zilianza teknolojia kubwa, Tanzania na Nigeria wakafuata. So unatucheka kila siku Kenya hawajafika hata mpaka sasa hivi. Kenya hajafika hata, nadhani bado hajafika hata robo ya kwetu. Kwa sababu teknolojia tunayotumia sisi Kenya nadhani ndio wameanza mwaka huu. Kama sio mwaka jana. Yaani hawana muda mrefu ambao sisi teknolojia hiyo tumeanza miaka almost 12 iliyopita. Ila utaratibu wa vitambulisho vya taifa Kenya walianza kitambo. Yes, walianza na kipande. Wao walianza na kipande ambao ilikuwa ni baadaye wakaenda kwenye teknolojia za lamination, wakaenda kwenye plastic card, sisi kuja na smart card toka mwanzo. Sisi tulianza na smart card. Alafu tulianza tulianza na mfumo wa kidijitali. Digital ID. Kwamba ndio maana umeona tumeweza kuintegrate na taasisi nyingine zote kwa sababu toka siku ya kwanza NIDA ilianzishwa. Ilianzishwa na mifumo ya kidijitali. Kwa sasa ukiangalia kwa East Africa, Kenya wamekuja kujifunza Tanzania. Hata wanacho kiimplement sasa hivi wamejifunzia hapa. Rwanda wamejifunza hapa. Uganda wamejifunza hapa. Kwa hiyo ukiangalia East Africa almost wote wamejifunza Tanzania, namna ambavyo sisi tunatoa ID, teknolojia tunayotumia na vitu vingine mbalimbali. Na ukiangalia Masudi kwa Afrika, sisi ndio tumekuwa nchi ya kwanza kuweza kulink taarifa za vitambulisho na taarifa za simu kwa biometric. Ile SIM card biometric registration. Sisi ndio nchi ya kwanza Afrika. Tuseme. Baada ya hapo ndio wanafuata Nigeria, sasa hivi ndio wana struggle kuja. Lakini ukiangalia kwenye Afrika mpaka sasa hivi utaanza kufanya research yako kuangalia ni nchi ngapi Afrika ambazo zimefanikiwa kwa kiwango cha kwetu cha kuweza kuunganisha
taarifa za simu na taarifa za vitambulisho. Hii lengo nini? Unapunguza mambo mbalimbali ya security na vitu vingine. Na pia unasaidia kwenye mambo ya huduma mbalimbali za KYC kwa kujua wateja, hata watu wa huduma kifedha. Sasa hivi simu imekuwa ndio benki. Ndio kila kitu. Kwa ukilink SIM card na National ID, na maana umecomply na KYC requirement. Kwa maana unaposema natoa huduma za kifedha kupitia SIM card, tayari ile SIM card imecomply, SIM card registration imecomply na kwenye upande wa teknolojia tuko vizuri. Na kama nilivyokuambia kwamba tuna data center. Kisikia data center, na maana issue ya security ya taarifa. Kwa sababu sasa hivi NIDA unaweza taarifa za watu. Na ndio liko swali langu nalokuja hilo kuhusu data protection. Ulinzi wa taarifa, kwa sababu ninyi ndo kisima cha taarifa zote. Maana yake ni kwamba taasisi nyingine zinaweza kuja kuchota. Hivi sasa kuna mtu taasisi ikitaka taarifa zangu, inaweza ikaja kwenu, na ikija kwenu mimi nitafahamishwa. Ilivyo NIDA kama ilivyosema, kwanza sisi ukiangalia pia ndio taasisi ya kwanza kuwa registered na Commission ya Data Protection. Sisi ni federal namba 1. Kwa sababu ndio ni watu wa msingi kucomply na Data Protection Act na principle. Na ukiangalia sheria ya Data Protection imeanza 2022. Lakini NIDA imeanza 2008. Na mfumo wetu umejenga 2012. Watu tunaanza sababu tunalinda taarifa za watu, ibidi tuzingatie Data Protection Principle wakati tukiwa tuna sheria ya Data Protection. Kuna global principles za Data Protection. Kwamba unapolinda taarifa za watu kuna mambo msingi ya kuzingatia. Kwa sisi baada ya kuona kwamba kama nchi hatuna sheria za taarifa binafsi za watu, tukavuka mipaka. Tutumia global standards. Kwamba ukitaka kulinda taarifa za watu lazima kuna principle uzifuate. Moja ya principle ni ni consent based verification. Yani lazima taarifa unaposhare lazima ridhaa itoke ya mtu wa taarifa iwepo. Ndio maana tumeconnect hapa na benki. Mfano, benki hawezi kuja tu akasema naomba taarifa za Masudi kampa. Tunataka Masudi aende benki. Akienda benki pale tumeweka njia mbalimbali za consent. Njia ya kwanza, Masudi akifika hapa kama benki hawaja implement fingerprint. Aulize maswali, security questions. Yale maswali unajibu enda NIDA. Umesema shule ya msingi wapi? Ukijibu yale maswali, NIDA anasema anayeulizwa na kujibu maswali haya huyu ni Masudi. Au Masudi umefika pale mfano kwenye SIM card registration. Kabla telecoms hawajafuta taarifa zako kwa ajili ya kupatia line ya simu, naambiwa weka fingerprint kama umesajili line ya simu. Pale ndio unaweka consent kwa mimi Masudi naruhusu taarifa zangu zitoke NIDA zije zisajili line ya simu. Kwa hatutoi taarifa za mtu kama hakuna ridhaa ya mwenye taarifa. Kwa baadaye tutaboresha, tunafanya maboresho hivi baadaye ambayo sasa licha tu ya kutoa consent, pia taarifa zako zikivutwa hata kama umetoa consent upate message, Masudi umefungua akaunti CRDB na kwa namba yako hii na hii na hii, ili ujue kama kuna kitu chochote kimeenda tofauti ni nani aliyogusa taarifa zangu huko. Kwa hiyo tunaenda kwa maboresho sasa, kunaboresha mfumo wa consent management ili sasa apart from kuweka fingerprint, baada ya kumaliza ile process kujulishwe pia. Haya, unaendelea kutazama Credit Info Fireside Chat. Tunazungumza, niko na ndugu yangu Edson hapa ambaye ni mkurugenzi idara ya uzalishaji vitambulisho, Edson Guyai. Tunajaribu kuangalia eneo la vitambulisho na utaratibu mzima wa taarifa ambazo ni za kwako. Umeniambia namna ambavyo kuna namna unaweza pia ukapata message kwa watu walio chini ya 18. Tutakapofika kwenye utaratibu wa huko na vitambulisho, taarifa zao zenyewe utaratibu wake utakwenda kwa walezi na wazazi bado ipo chini ya uangalizi. Chini ya uangalizi. Haya, kuna maboresho gani ambayo mnayapambania sasa hivi? Vitu gani vizuri ambavyo vinakuja? Kuna maboresho. Kwanza kama nilivyosema awali, tumeboresha huduma, namna mwananchi anaposajiliwa na anapopata kitambulisho cha taifa. Tumejaribu kutoa unnecessary steps
ili sasa ukijisajili leo na maana ndani ya siku 7 upate namba yako ya kitambulisho. Afu ndani ya siku 14 uweze kupata kadi yako. Kwa mwananchi sasa hivi akisajiliwa ni rahisi sasa kupata kitambulisho ndani ya muda mfupi na hata kaa muda mrefu. Lakini kingine pia tumeenda kwenye maboresho ya sheria ambapo tunaenda kuboresha sheria ili sasa tuweze kusajili watoto wadogo kwa vitambulisho na wenyewe wapate huduma mbalimbali. Lakini kwenye teknolojia tunaenda kwenye kuboresha namna ambavyo tunafanya usajili. Sasa hivi tuna online registration. Lakini tupata feedback za wadau, tunaenda kuboresha zaidi ili mwananchi anapotaka kupata huduma ya kitambulisho akienda online kule akajisajili aendelee kupata status yake kule kule. Maana yake inakwenda kuepusha misururu. Yes, wenye ofisi zetu. Kurundikana pale mtu anaacha shughuli yake. Yes. Kwa mfano mwananchi anataka kupoteza ID. Lost report ipo online. Ama unachobadilisha taarifa yote au abadilishe chochote. Nataka mwananchi akiwa nyumbani request ID. Akisha request ID alipia akiwa nyumbani bila kuja ofisini. Na tupo kwenye mazungumzo na wenzetu wa posta Ganjani ili kama mwananchi ana uwezo wa kulipia alipie posta huduma ya kuletewa kadi yake. Kwa maana mwananchi baada ya muda atakuwa ana uwezo wa kuapply kadi online, sio kuapply, kufanya replacement online na ID yake ikamfikia popote alipo. Kwa ni maboresho ambayo pia tunaendelea kuyafanya. Na hii inakwenda maana yake msingi wa hicho unachokieleza kinakwenda kupunguza makutano ya mtu na mtu. Yes. Ambapo mianya ile kama ya rushwa, si ndio? Urasimu, kuoneana, vyote vinakwenda kuondoka vile. Yes. Kwenye mimi niko kwenye mambo ya hela na namna ambavyo tunaweza mimi ni shabiki wa local content. Yes. Yani mimi nawapigania sana wa Tanzania kuhusu kufanya mambo yao wao wenyewe. Kwa sababu kwenye kila tunachokifanya sisi wenyewe maana yake tunajiongezea ajira na vitu vya namna hiyo. Sasa hivi kadi tunatengeneza wapi? Na plan ikoje? Kwa sababu unajua hivi ni vitu ambavyo sasa hivi mtu hata akiwa na kimashine kama cha kimkebe hivi anavifyatua hivi vikadi. Na najua tunapoanza huwa tunategemea wageni kututengenezea hivi vitu, lakini nataka kuamini kwamba haraka sana akili ya kuweza kuzitengeneza hizi locally inafikiriwa. Aidha imeshafikiriwa au inafikiriwa. Kwenye upande wa teknolojia, kwenye upande wa kadi kuna kuzalisha kadi na kuna kuchapisha. Okay, nipe tofauti hapo. Tofauti, ile kadi yetu ni smart card. Na kuna chipu ndani ya ile kadi. Ile nje kule ni bodi yake ni ya plastic na nini ni polycarbonate material kama plastic material. Sasa ile chip kwa duniani makampuni yanahesabika. Ndio, hiyo nafahamu. Wanataka chip. Kwa mpaka sasa hivi yani kuweka plant ya chip hapa bado hiyo yani hatuna. Hata East Africa. Najua kwa sababu hata kuna mataifa makubwa yanategemea chip kutoka mataifa mengine makubwa. Kwa maana sababu kadi yetu ni chip based smart card, bado ile chip utaendelea kuimport. Sasa ngoja kwanza Edson. Unajua vitu vingine huwa tunavichukulia poa. Kwa hii kadi hii ya NIDA sio kiplastiki tu kilichoprintiwa. Sio kiplastiki. Na kadi yako nikuonyeshe na smart card hiyo. Kadi yangu iko mbali bwana. Kama kuna mtu ana kadi hapa. Kwa hiyo kadi sio ngoja ni azime hapa kadi ni ya Kenya. Kumbe my friend sio kiplastiki kimekatwa cha pembe nne alafu wacha. Ukinani? Angalia kwenye picha. Ndio maana mimi naambia hawa hawajisemi unajua lakini unaona hiyo ndio chip ipo na hii tulianza nazo tangu za kwanza 2012. Kuna taarifa zako zipo huko. Ndio maana kwamba mtu ataka kifoji printing juu. Ikienda ikisomeshwa kadi reader itavuta taarifa halisi. Bwana kuna kachipu hapa kako ambako nikiweka mwanga hivi unaona weusi. Kwa hivi uwezi hata kwa hivi kidogo unaweza kukaona. Bwana. Kwa sio kadi tu. Yes, sio uwezi kutengeneza kusema na ndio maana maana print hapana. Na ndio maana unasema information zake ni kwamba ikiingizwa hii inaona leseni yako, inaona kama una leseni. Yes. Acha bwana.
Okay. Aha, kwa hiyo sasa kwa hii inatengeneza ugumu kidogo inatengeneza ugumu. Sasa kuchapisha maandishi hizi picha inafanyika hapa sababu NIDA ina sehemu, ina mashine, mitambo ya kuchapisha. Kwa hiyo hii haifanyiki nje. Kadi tunachukua nje ikiwa tayari imeshawekewa chip. Ikiwa imeshawekewa chip na hii material. Okay. Pija hapa sasa taarifa zile za kuchapisha huko, majina, kila kitu inafanyikia, tuna mitambo ya kufanya hiyo kazi. Tuna feed vipi hiyo kwa sababu chip kila kadi ina chip yake. Yes. Ina maana sisi tuna uwezo wa ile chip ni kama ndoo. Ndio. Alafu ndio inajaziwa information. Yes. Si ndio? Maana hiyo teknolojia hiyo tumepewa ya kuweza kwamba hii chip zote kadi zote tunazotoa ni ndoo ambayo haijajazwa au ni karatasi tupu plain. Yes. Kwa NIDA pale tunaandika ile karatasi na vibox. Tunaandika box kimoja cha taarifa za watu tunaziweka pale. Box kingine cha driving license. Box kingine cha e-wallet. E-wallet maana kwamba e-pass, kwamba hii kadi ina uwezo wa kutumika kwenye kulipia vitu mbalimbali. Mwendo kasi, kivuko. Haiwezekani bwana. Capacity hiyo. Kwa hiyo capacity ipo beauty. Kwa hiyo issue na ndio nilikuwa nikuulize kwamba wanapotutengenezea kwa wingi wametuwekea storage kubwa, kwa maana kwamba kadri tunavyoendelea hiyo integration inavyoendelea, maana umesema karibu 100 ndio? Na vitu viko vingi. Yes. Ni kwamba bado nafasi ipo. Sasa hiyo integration ya 120 haifanyiki kwenye chip. Okay. Nakwambia hivi, tunafanya integration kwenye mifumo isomane. Mifumo ikisomana, hii chip maana ni funguo. Lengo la chip ni kwamba kutoa huduma zile ambazo kwa hakuna mtandao, mfano. Umefika sehemu unataka kuhudumiwa, network hamna. Unaona, unaingiza chip, wanaverify taarifa zako na kuhudumia. Uko na network, namba inatosha kukuhudumia. Namba hizo namba unaweka fingerprint tayari kwenye mfumo, unavuta taarifa zako, unaweza kuhudumiwa kirahisi kabisa. Ndio maana kwenye SIM card registration ukudaiwa kitambulisho. Tunakwambia tunaomba namba yako ya NIDA, ukapeleka pale, weka fingerprint, line yako hiyo hapo. Sababu mifumo imesomana. Lengo la chip ni kama kwa mfano unapoenda kwenye huduma kivuko, inawezekana ba network imesumbua, uwezi kusema watu wasivuke. Kwa unaweka fedha huko. Ukifika una tap, unavuka. Kama network iko vizuri natumia namba inatosha. Namba tu inatosha. Okay. Weka namba, inafuta taarifa zako, unapata huduma zako vizuri kabisa. Kwa hiyo ndio wanasema NIDA wakati inaanzishwa, teknolojia ndio ilikuwa jambo la msingi kuzingatiwa. Sababu tuliona mbali kidogo kabla hatujafika huko mbali. Kitu kimoja cha msingi sana natamani kujua, NIDA kama mamlaka ya vitambulisho vya hivi, ni kitambulisho cha taifa au mamlaka ya vitambulisho vya taifa? Mamlaka ya vitambulisho vya taifa inafanyaje kazi na credit info? Asante sana. Kama nilivyosema awali, NIDA ndio msingi wa utambulisho, kwamba mtu anapopata huduma popote kwa masuala yote ya kifedha, taarifa za msingi zinatoka NIDA. Kwa NIDA tunachofanya tunawawezesha, kama nilikwambia, tumeunganisha na taasisi zaidi ya 120. Kwa benki zote zimekuwa zimeunganishwa na NIDA. Kwa zile taarifa za account za watu zimeunganishwa na NIDA. Sasa hizi credit reference bureaus kama credit info, kwamba wao wanachukua credit information kutoka kwenye benki. Sasa mwanzoni kabla NIDA haijana coverage kubwa, ilikuwa ni vigumu kuweza kujua Masudi mwenye mkopo CRDB ni Masudi huyo mwenye mkopo NMB, ni Masudi huyo mwenye mkopo NBC. Sasa hivi hatuulizi Masudi, tunasema namba hii ina mkopo wapi? Kwa sasa naona NMB, CRDB na benki zote na financial zote, ile namba na push taarifa kwenda kwenye credit info. Kwa credit info hapo consolidate taarifa za Masudi, ni rahisi kupata profile ya Masudi kwa sababu National ID imesaidia kulinki taarifa zote za kibenki. Sasa hii umuhimu wake ni nini? Tunatamani ifike kama nchi, swala la access kupata mikopo, hiyo ni swala la muda mfupi. Kwa mtu anapoenda ku visit benki, kiza tu Masudi ukifanya na namba yake, wewe anastahili au hastahili ni jambo la muda mfupi. Tusichoshane. Kwa ukifika pale naambia Masudi, wewe tukiangalia hapa, yaani unaweza kukupa kwanza milioni 50.
au wewe ukopesheki kwa sababu ya ABC, yani kwenye counter ipo credit score ipo chini. Kwa ina maana kwamba credit info wanatumia NIDA kwenye kuconsolidate zile taarifa na kuja na credit score ambayo inawezesha mabenki na taasisi za fedha kuweza kufanya credit assessment ya mtu. Kwa hapo ndio umuhimu wa NIDA unapokuja, kwamba NIDA imekuja kumtambulisha mtu na kumpa unique namba, ambapo namba hiyo sasa ataitumia kwenye sehemu mbalimbali. Hata kutaka kusema je, huyu mtu anataka kuweka thamani ya ardhi, atuulizi majina, inaenda pale ardhi inaangalia kwamba huyu mtu namba hii ina hati huko, na urudisha taarifa kwamba huyu mtu anakopesheka. Kwa maana msingi mkubwa wa hili credit info na credit bureau zifanye kazi kwa ufanisi, NIDA ndio foundation, kwamba yeye yenyewe inatoa platform ambayo inawezesha sasa kuweza kulink credit information za sehemu mbalimbali, si loan board, si wapi, kwenye M-Pesa, Tigo Pesa, kote kule, kinachosababisha kuweza kulink taarifa na kuwa na profile ya mtu, kutoa ile credit worthiness. NIDA ndio inaweka msingi pale. Kusingekuwa na NIDA, kwa maana credit info wangefanya kazi kwa ugumu sana. Wangeanza Masudi hapa kanisa tarehe tofauti tukilinki, yani ingekuwa ni kazi ambayo isingekuwa na ufanisi, na accuracy ingekuwa ipo chini sana. Kwa NIDA imeleta accuracy ya taarifa za mtu na consolidation imekuwa rahisi kwa credit info. Kwa hiyo imerahisisha sana kwenye mikopo. Ndio maana sasa hivi ni rahisi sasa hivi hata kusema mtu anataka kukopa kwenye mikopo hata digital na digital lending. Digital lending bila kuwa na NIDA na credit info ni ngumu sana kutekeleza. Lakini NIDA ikiwepo, credit info na ikiwepo, maana ni rahisi sasa hivi tu kulinki na kumwezesha wananchi kupata mikopo, na hata mtu wa mkopo naye kujiridhisha naye mpa mkopo anaweza kurejesha. Kwa huo ndo msingi mkubwa wa NIDA. Kila jambo lina mazuri yake na mabaya yake, kwa maana ya tuko vizuri, lakini wasiwasi wenu uko kwenye nini? Wapi mnadhani bana hapa ndio tunaendelea kufanyia kazi, hapa kuna hatari au hapa kuna hiki? Upande upi ambao hauko sawa mnahangaika nao? Kwenye upande ambao upo sawa sasa hivi ni upande wa coverage. Ya kwamba natamani watu wote wawe na vitambulisho na waenavyo kwa wakati mapema sana. Tunaangalia kwa upande wa kama nchi yetu, geografia ni kubwa sana. Na sisi tuna ofisi kwenye kila wilaya. Na nature ya huduma zetu lazima ufike kwa mwananchi alipo, ndio umhudumie. Kwa sababu ukiacha mwananchi aje ofisi ya wilaya, unakuta kuna watu wanatembea kilomita zaidi ya 100 kwa sababu ya ukubwa wa nchi yetu. Unaona changamoto kubwa iliyopo ni ile kwamba ofisi, mahali ambapo ofisi zipo na huduma na mahitaji ya huduma haviendani. Huduma zipo mbali na makazi ya watu. Kuna plani ya kushuka chini zaidi ya wilaya. Tunachokifanya sasa hivi kwamba kushuka ni changamoto kidogo. Ila kuna maeneo ambayo tumejaribu kushuka. Kwenye maeneo ambayo kwa mfano ukiangalia kulikuwa na issue ya mtu anayekaa Chalinze aende Bagamoyo kujisajili. Sasa ni bora aende Morogoro kwenda Bagamoyo sababu ya jiografia. Tukaamua kufungua ofisi Chalinze. Kwa maana watu wa Chalinze pale wanahudumiwa ofisi yetu ya Chalinze. Kuna sehemu nyingine ipo Singida Manyoni huko, Itigi na Manyoni. Hizi ni halmashauri mbili tofauti. Kumwambia mtu wa Itigi kwenda Manyoni ni mbali kidogo. Kwa tumefungua ofisi pale. Kwa tunajaribu kufungua ofisi kadri tunapopata fedha na resources mbalimbali. Lakini kuweza kutatua issue ya usajili, tuna mobile registration kits. Sasa nazifahamu zile kits zile. Zile lengo lake ni kwamba tupeleke huduma kwa mwananchi. Kwa hiyo ile inachukuliwa ile kiti, inapelekwa mpaka kwenye level ya kijiji na mtaa. Wananchi wanaitwa pale, wanasajiliwa, taarifa zinachukuliwa, zinarudishwa kwenye mifumo ya NIDA. Tunachakata vitambulisho, tunawalejeshea wananchi. Kwa ufishaji wa huduma kwa kutumia mobile enrollment kits, ambapo sasa hiyo ni effective. Lakini tuna plan sasa baadaye tuje kuja na magari, yani tuje na mobile enrollment vehicles, ambapo magari yanazunguka kutoa huduma. Yani kuna watu wa huduma wote hapo pale, wananchi anakuja na hudumiwa, ikiwezekana pale au baada ya muda mfupi apindue kitambulisho chake aweze kupewa. Hayo ni maboresho ambayo tunataka kuyafanya. Na muda wetu unatupa mkono. Nataka nikuulize swali moja la mwisho alafu tena tumalize kipindi chetu. Kuna siku nilikuwa naangalia, nasoma mtandaoni, kuna mtu akawa analalamika, Mtanzania ambaye sikuelewa msingi wa malalamiko yake, lakini ni kama vile nje
kama alikuwa anapata tabu kwenye kutumia kitambulisho chake cha NIDA kwenye masuala yake ya kampuni nje ya Tanzania, inatakiwa iwe vipi? Inatakiwa viwe kinatambulika. Na juzi mimi nilikuwa najaza information fulani na watu ambao wanafanya nao kazi Spain. Unasema wakaniambia niwape national ID. Hii inakuwa inatambulika nje ya mipaka au yani inakuwaje? Nikitaka kujaza vitu nikiwa nje utambulika, sababu hii ni document ya serikali. Kama ilivyo passport na national ID. Hiyo document ambayo inatambulisha Mtanzania akiwa hapa. Nje ya passport. Ukiondoa passport ni hii. Kwa hiyo sasa ukivuka kwenye mipaka, je, unaweza ukaverify hii ID kwamba kitambulisho hichi ni halali kimetoka Tanzania? Hiyo tupo kwenye stage sasa hivi. Kwanza ndiko tunaanza na East Africa, SADC pamoja na Africa Union. Ambapo kwa sasa hivi mwaka jana EU walitoa mwongozo. Wanaita mwongozo wa data sharing and interoperability. Kwamba hizi nchi wanachama ziweze kuzungumza kidijitali. Kwamba lengo nini? Kwamba kuna malengo ya Africa Union kwamba kufikia 2063 wananchi waweze kumove freely. Unaweza kutoka hapa uende Uganda, umeshika ID yako tu. Utoke hapo Nigeria umeshika ID tu. Kwamba usiulizwe mambo mengi, usitaki ulete visa na vitu vingine. Kwa sababu kufikia huko lazima mifumo ya Afrika isomane. Kwa mwongozo umetoka mwaka jana. Sasa huo mwongozo ni unatoa platform ambapo unataka ili tuweze kufika huko. Kila nchi lazima ifanye maandalizi haya na haya na haya na haya. Sasa hicho kitu bado kipo kwenye process. Na kikamilika hicho sasa tunaongesha sasa kati ya bara moja na bara nyingine. Basi nadhani moja kati ya mambo ambayo nadhani mngekimbilia kuyafanya ni uwezo wa kuverify, kuithibitisha hii mtu akiwa nje ya nchi, kwa sababu watu waendelee kupata matunda ya kitu ambacho mnakifanya. Bana Edson Guyai, mimi nakushukuru sana, mkurugenzi idara ya uzalishaji vitambulisho NIDA. Hii ni mamlaka ya vitambulisho ya taifa, na kushukuru sana kwa kuwa nasi. Tumejifunza mambo kadha wa kadha. Najua muda hautoshi, lakini kwa leo sio mbaya. Ni kukaribisha tena, kushukuru naye pia ambaye mtuangalia kupitia Credit Info Fireside Chat. Tumekuwa tukizungumza hapa na mimi umejifunza, umeyapata. Kubwa la kuondoka nalo ni kwamba kuna vitu vizuri sana vikubwa ambavyo tunavifanya kama taifa, lakini havipigiwi tu kelele. Watu chini kwa chini wanafanya kazi, lakini tunaambiwa teknolojia ambayo sisi tumekuwa tukiitumia ni kubwa sana ukilinganisha na nchi nyingi, mpaka nchi ambazo zimekuwa zikijifanya zinatucheka hapa na pale. Basi kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kukuletea Credit Info Fireside Chat, mimi ni Masud Kipanya, mpaka wakati mwingine, bye bye.